Mashamaskofu, Mheshimiwa Maabate, Mheshimiwa Chancellor, Mheshimiwa madekano na mapadri wote, Mheshimiwa watawa, viongozi wa kamati tendaji ya halmashauri ya walei, waheshimiwa wanakwaya, waamini wote, na kwa namna pekee watoto, tumsifu Yesu Kristo. Kama mlivyokwisha kudokezewa mara kadhaa, maadhimisho yetu ya leo ni maadhimisho mazito ambayo yanajumuisha mambo mawili. Kwanza, shukrani kwa Mungu kwa zawadi ya mashahidi wa Pugu, na Abate Pambo ametukumbusha vizuri sana kwamba damu ya mashahidi ni chimbuko la waamini, na ametudokezea pia kwamba sisi tuliojikusanya hapa kwa wingi tunaishi imani ambayo waliishi mashahidi wale ambao kwao tunamtukuza Mungu. Kwa hiyo Jimbo Kuu la Dar es Salaam tusichoke kamwe kuadhimisha hiyo zawadi ya mashahidi wa Pugu, mabingwa wa ufuasi, mabingwa wa imani, mabingwa wa uinjilishaji. Sambamba na hilo, tunahitimisha safari tuliyoianza mwaka jana. Mwaka jana, kama mlivyodokezewa, tulifanya hija ambayo ilituona tukitoka kule Oyster Bay na msalaba huu wa Jubilei, tukaandamana nao kwa kishindo na nderemo kutoka Oyster Bay mpaka St. Joseph. Watu wakashangaa, wakasema hawa Katoliki hatuwawezi. Na kwa kweli hawatuwezi, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Ile safari tulioanza kwa kishindo na nderemo tumeiadhimisha kwa mwaka mzima. Baadhi mlipata fursa ya kufanya hija kwenda Roma, na tumedokezewa kwamba katika mwaka wa Jubilei Roma walifika mahujaji 33 milioni. Baadhi yenu mkiwemo. Lakini wengi hatukuweza kwenda Roma. Hilo haidhuru. Tulifanya hija katika vituo mbalimbali hapa jimboni. Tumeishi tunu ya imani yetu hapa jimboni. Tumeishi ushuhuda wa imani yetu katika familia zetu, katika jumuiya zetu ndogo ndogo, katika vigango vyetu, parokia teule, parokia, dekania na jimbo letu kuu la Dar es Salaam. Hongereni sana. Juzi siku ya Epifania, Baba Mtakatifu alihitimisha kiulimwengu maadhimisho ya Jubilei kuu.
Sasa sisi kwa sababu Epifania sio siku ya maadhimisho, tuliipelekesha mpaka leo tunahitimisha siku ya Jumamosi tarehe 10, na ndipo ambapo yamegongana mambo mawili. Tunamshukuru Mungu kwa neema na baraka alizotujalia. Namshukuru Mungu kwa zawadi ya imani yetu. Namshukuru Mungu kwa zawadi ya utume na ushuhuda, na tunamwomba Mungu aendelee kutubariki na kutulinda katika safari yetu ya maisha na safari yetu ya kumshuhudia Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Namshukuru Abate Pambo kwa himizo alilowapa kwamba ukiwa Mkatoliki, simama uwe Mkatoliki kweli. Usikubali kuwa Mkatoliki wa kubabaisha, Mkatoliki wa maigizo, Mkatoliki wa kubabaisha na kudanganya watu. Kuwa Mkatoliki kweli. Abate Kristian anasema hapa kuna viguo vilivaliwa vinaitwaje vile? Msio Wakatoliki wa vijora. Hata kama mnahongwa hela, bakini Wakatoliki wa kweli. Basi leo tunahitimisha safari yetu ya jubilei, lakini niwakumbushe kuhitimisha huku tukuelewe vizuri. Safari yetu ya imani, safari yetu ya ushuhuda inaendelea. Kwa hiyo tujipange vizuri, tuendelee kumtangaza Kristo. Tujipange vizuri, tuendelee kuujenga ufalme wa Mungu na sio ufalme wa Ibilisi. Na Mungu atukuzwe, nasi wanadamu tutakatifuzwe. Tunapohitimisha jubilei yetu kuu, na mtambua kwamba mmefanya mambo ambayo yanawastahilisha rehema kamili. Mmesali, mmeungama, mmepokea Ekaristi, na pia mmesali kwa nia za Baba Mtakatifu. Kwa hiyo misingi hiyo tutawaombea rehema kamili kwa ajili yenu na kwa ajili ya wapendwa wenu. Asante.